Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islamu, tukiendelea kuelezea kidogo kuhusu itikafu kwa jumla, mambo ni mengi lakini mambo makubwa ya msingi. Jambo la kwanza, itikafu inatakiwa upatikane msikiti. Ili uweze kukaa itikafu ni uende msikitini, na msikiti unaosaliwa sala ya jamaa. Si lazima ipaliwe sala ya Ijumaa ndani yake, hata ikiwa nasaliwa sala ya jamaa inatosha msikiti huo. Lakini jambo la pili la itikafu ni lazima iwe umefunga. Kwa hiyo ambaye hatakuwa hajafunga hatakaa itikafu. Na jambo la tatu ni lazima uachane na shughuli za kidunia. Mambo yote ambayo yanahusiana na dunia, mambo ya biashara, mambo ya mbalimbali, pirika za kazi na kadhalika, inabidi uziweke pembeni, uende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo matatu, msikiti, halafu ikipatikana saumu, na ukaacha mambo ya dunia unapokuwa msikitini, kwa jumla wake utakuwa umetekeleza itikafu. Kwa hivyo ambaye haingii msikitini, mfano mwanamke katika siku zake, hatokaa itikafu. Mfano yule ambaye hajafunga hatokaa itikafu, na yule ambaye anashughulika na mambo yake mengine. Yani kama itakuwa bado hujaweza kutamakan, kuweza kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kutenga nafasi ya kukaa na Allah subhanahu wa ta'ala, si wewe mtu anaokaa itikafu, kwa sababu itikafu inataka ujishughulishe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi hicho ambacho utakuwa umeamua. Hivyo mwanamke mathalan anaweza kuwa ameshughulika na mambo ya nyumbani, hana fursa ya kwenda msikitini. Wanachuoni wameelekeza khilafu, lakini kwa uchache basi angalau pale nyumbani kwake atengeneze sehemu ile ambayo akifanya ibada naye ajitenge kwa ajili ya ibada zake mbalimbali. Lakini asli ya itikafu msikiti, saumu, na kuachana na mambo ambayo ni shughuli za dunia. Kwa hivyo unaona hili jambo si gumu. Hili jambo linataka uwe tayari kama mwanamume tayari. Hakuna mambo mazito. Kwa hivyo ni wewe tu usogeza kwa msikitini ukafanya ibada. Na kwa sababu hiyo ningependa hii nukta ya tatu nizungumze zaidi, japo dakika moja mbili, kuhusiana na mambo ya kutenga, kuachana na mambo ya dunia. Hapa tukufu wa Islamu ni lazima watu wana tanbihi baadhi. Kuna baadhi yetu sisi anakwenda msikitini, muda wake mwingi anaochukua kulala. Yani unamkuta kaenda itikafu, lakini siku nzima, mfano mchana wake na usiku, muda aliotumia kulala ni mkubwa kuliko muda aliofanya ibada. Haya ni makosa. Sisi tunakwenda pale msikitini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna mbalimbali ya ibada. Inatakiwa ushughulike na sala, dhikri mbalimbali, usome Qur'ani, kama unaweza kufanya da'wa pale, unaweza kusomesha, mambo yote ambayo ni khairati pale msikitini ndio ushughulike nayo muda mrefu. Lakini watu wengine wanakwenda pale kulala tu muda mwingi. Hii sio itikafu. Si lengo la itikafu na kulala msikitini. Bali wengine kwa sababu hiyo wanahamisha hata baadhi ya vitu vya nyumbani, anakwenda labda na godoro, anakwenda na mto hivi. Naam, kwa ajili ya haja labda, lakini sio kwenda kwa ajili ya kwenda na kochi, uende na mazingira kwamba umekwenda kupumzika. Lazima ufahamu kwamba pale umekwenda kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unakwenda kutengeneza mazingira ya kukabiliana na miezi 11 baadaye sio kwa Ramadhani. Kwa hiyo lazima usogee karibu kutafuta ule usiku wa Lailatul Qadr. Na wengine wamekuwa hawatulii eneo la itikafu. Wanatoka bila haja. Kama hakuna jambo la dharura, la lazima, huwezi kuruhusiwa kutoka, unaharibu ya itikafu yako. Kaa pale. Umetoka labda pengine umefuatia chakula kama hakuna chakula. Kwa hiyo inawezekana chakula kama kiandaliwe msikitini, kiandaliwe hapo msikitini. Umetoka pale, umefuatia dawa kama unahitaji dawa, unarudi. Na ukitoka ni kwa dharura ile ambayo imekufanya utoke. Kama ni dawa unarudi. Kama chakula unarudi. Ukijishughulisha mambo mengine yanakuwa si katika dharura za itikafu. Leo umepata pengine hadath, umepata pengine janaba, misikiti mingine labda haina sehemu ya kuogea, kwa unakwenda kuoga unarudi. Unahudhuria pengine mazishi ya mtu wa karibu, mara moja unarudi. Yani ni kinachokutoa pale msikitini ni ile dharura lazima, hakuna namna. Na kama sio lazima usitoke msikitini. Kwa hivyo hizi tanbihi nilipenda niwakumbushe hasa wale ambao wanakwenda kulala tu msikitini, wale ambao hawatulii eneo la itikafu. Hapana. Na bali jambo la tatu, wapo watu ambao wanashughulika na mambo yao bize ya dunia wakiwa katika ile itikafu. Simu zinakuwa nyingi. Umefahamu kwamba vipi salama, yani mazungumzo ya dunia anayafanya hata kama si ya watu wa pale msikitini. Anapanga biashara zake akiwa msikitini, anapanga mambo yake mengine, mipango mbalimbali. La, mambo haya matatu ndugu zangu yaepukeni sana itikafu. Jambo la kwanza, usipoteze muda wako kwa kulala pale.
Jambo la pili, usitoke eneo la itikafu bila ya sababu ambayo ni dharura, na jambo la tatu, usishughulike na mambo ya dunia ukiwa katika itikafu. Sawa mle ndani kama ni mazungumzo au hata kama ni nje, jiepushe nayo. Chukua hii kwamba ni miadi yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, uweze kutekeleza ambayo yanaweza kukuandalia akhira yako. Haya machache ndugu zangu katika imani, ningependa niwakumbushe wale waliopo itikafu na wasiache. Kumbuka umekwenda pale kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi timiza kweli nafasi yako hiyo na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujalia. Ama kuhusiana na ahkamu za itikafu, mambo mbalimbali tuliweka katika clip zingine, inshallah fuatieni katika channel yetu ya Al-Balsam, mtakuta haya mambo yapo. Na kama kuna swali lolote tuandikie hapo, tutakujibu inshallah Ta'ala. Allah tukubalie amali zetu, Allah ajalie tudiriki tupate Lailatul Qadr, bali Allah tujalie kwamba katika hizi siku chache zobakia tuweze kunufaika kwa ajili ya miezi iliyobakia 11 kupitia masiku haya machache. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.